Wagonjwa wa selimundu katika kaunti ya Busia wametoa ombi kwa serikali kuwasaidia ili kupunguza gharama ya dawa wanazotumia, wakisema kuwa gharama ya juu ya dawa hizo inaendelea kuwa mzigo mzito na kusababisha wengi wao kushindwa kupata dawa hizo. Kikundi cha wagonjwa hao kimeelezea kuwa wengi wao wameshindwa kumudu bei ya juu ya dawa za kila siku na vipimo vya mara kwa mara vya damu, mbali na uangalizi wa wataalam. Wakisalia nyumbani bila matibabu, wamehimiza serikali na mashirika ya afya kuzingatia kupunguza bei ya dawa hizo na kuhakikisha kuwa zinapatikana kwa urahisi, kwani ukosefu huo umesababisha wengi kuwa walemavu. Na mtoto wa sickle cell na kwa sasa ako na umri wa miaka 20, na huyu mtoto anahitaji damu kila wakati. Yeye maisha yake ni damu. Kuna watoto wanagonjeka, unapata tumekosa hata damu kwa jumla kama Busia mzima. Bei ya madawa iko juu sana, unapata kwamba kama hiyo hydroxyurea yenye tumepewa leo hivyo, ukienda kununua kwa chemist utanunua at 80 bob. Ni jambo la kuhuzunisha sana, la kutamausha sana, ambao inabidi serikali yetu ikapata kuingilia kati ili kaiweze kufanya nini? Kutusaidia katika hiyo hali. Unyanyapaa kitu unapata kwamba kama familia inakutenga, kwa maana kila mara unakuwa mgonjwa, unalazwa, unakula chakula yako, ni diet yako ni different. Watoto wetu ambao wako na sickle cell wanaangaishwa, saa zingine inafika kiwango wamekuwa walemavu, but the government does not recognize them kama walemavu. Kwa hivyo ninaomba wakati ule wanapotaka kutafuta walemavu ama kusafadhili walemavu, jamani pia waangalie sehemu ya watoto walio na selimundu.